Kwenye hizi mechi mbili ambazo wanaenda kucheza Simba na Young Africans mfululizo this week, kuna mambo mawili ambayo mimi nayaamini sana kwenye mpira, ndiyo ambayo yanaweza akamsaidia mmoja akacheza vizuri sana kwenye game zote mbili. Though ni ngumu sana, ila inawezekana pia. Ya kiufundi vitu viwili tu. Kitu cha kwanza ni game plan. Kitu cha pili ni game management. Game plan kwa Kiswahili tunasema mpango kazi ambao unakuwa unatokana na assessment yako wewe kama mwalimu na benchi lako la ufundi, kutazama wapinzani wao, imara wao, udhaifu wao, katika vipindi vyote vile vitatu vya msingi vya uwanjani, kwa maana wakati ambao wanajilinda, wakati wanatengeneza mashambulizi, wakati pia wa transition wanafanya nini, kasome strength na weakness za mchezaji mmoja mmoja, hasa wale ambao wamekuwa na impact kubwa sana uwanjani. Kitu hicho ni cha kwanza kabisa. Baadaye unakuja unatazama na kikosi chako nini ambacho unaweza ukakitengeneza kulingana na uimara na udhaifu wa mpinzani wako ambao umeweza kutazama. Kwa ukiingia ukakuta ndio udhaifu ule ule aliokuwa nao kwenye last games ameingia nao tena kwenye hiyo game, basi utafanikiwa kupata kile ambacho unakihitaji. Lakini changamoto sasa itakuja kama atakuwa amerekebisha yale ambayo aliyaona kama makosa kwenye games zilizopita, na sasa amekuja tofauti kulingana na ambavyo naye pia amekufanyia assessment. Sasa hapo sasa ndio unapata kitu kingine cha pili ambacho nimekizungumza, kinasema game management. Namna gani ambavyo utastiki katika mpango kazi wako huo au utachagua kubadilisha kulingana na ambacho wewe unakihitaji kwa moment fulani uwanjani, kwa sababu pia kubadilisha mchezo au kubadilisha mbinu uwanjani au kufanya kitu chochote ambacho kinakuwa kinabadilisha lile lengo ile plan ambayo unakuwa umeingia nao uwanjani, inakuwa ina depend na scoreline iko vipi, na depend na momentum ya mchezo iko vipi, na depend pia na muda wa mchezo uko vipi. Sasa hapo ndo tunazungumzia hiyo issue inaitwa game management. Kwa sasa hivi Simba na Young Africans wanaenda kukutana wote kukiwa hakuna favorite team. Yaani hamna ambaye tunasema sasa huyu ni favorite kwenye hii game, tofauti na ile derby ambayo walikutana kabla, ambako Simba alikuwa amesha draw game dhidi ya Dodoma Jiji, afu Yanga akawa ameshinda nadhani goli zaidi ya 5 hapo, alafu katikati hapo Yanga alikuwa amemdominate sana Simba. Sasa wakawa wanakutana Simba na Young Africans, lakini Yanga ndo akawa favorite sana wa derby. Ila kwa sasa hivi wanakutana wote, watu wote tukiwa tunajadiliana kuhusiana na ubora wa Simba pamoja na Yanga, ni wote tumeweka katika ile pick ya juu. Kwa kwangu mimi ni vitu viwili tu. Wewe vitu gani ambavyo unahisi vinaweza kusababisha timu moja ikashinda mechi zote mbili au ikacheza vizuri kwenye game zote mbili?